na ambapo wafanyabiashara katika jiji la Nakuru wanakadiria hasara kubwa kutokana na wizi na uporaji uliotokana na mwingiliano wa wakora kwenye maandamano yaliyotarajiwa yawe amani hapo jana, ila yakageuka ya uporaji. Kwa sasa tunaungana naye Mike Kialo akiwa katika kaunti ya Nakuru ambapo atakuwa anatujuza mengi zaidi. Mike Kialo, kama una mengi zaidi tujuze hali iko vipi katika kaunti ya Nakuru kwa sasa? Naam, asante sana Paul Kirobi ukiwa studioni, na nipo katikati mwa jiji la Nakuru ambapo wanabiashara wengi wamebaki na huzuni kutokana na maandamano ya jana. Ni maandamano ambayo yalitarajiwa yawe ya amani, lakini tulishuhudia vurugu na wizi kutoka kwa wauni ambao waliweza kuingilia maandamano hayo, na nipo kati ya mojawapo ya duka ambalo liliweza kuathirika. Wafanyabiashara wa duka hili wanakadiria hasara baada ya kila kitu. Ni duka la simu na kila kitu hivi ni vioo ambavyo vipo katika duka hili, na ukiangalia ni kuwa waliweza kuvunja duka hili na kuiba kila kitu katika duka hili. Nikianza na wewe, pengine ukianza na jina lako, utasongea hapa unielezee jina lako ni nani, alafu ilikuwaje, ulikuwa jana wakati uhalifu ukifanyika? Nilikuweko. Kwa majina ni Milka Maina. Mimi ni mmoja wa wenye waliathirika jana, na kitu ningesema maandamano yalikuwa ya amani, but afterwards kwa muda ambao ulikuwa mchache sana, inakaa polisi walifika mahali wakachoka, na wakati walichoka, sijui kwa nini walichoka, na nauliza serikali kama kunaweza kuwa na maandamano siku nyingine wa reinforce security, kwa sababu there is no way unaweza uliza polisi, kwa mimi nilimuuliza, nilikuwa kwa ground, na hata wakati walikuwa wanavunja hii duka, polisi walikuwa kitu tutasema mita ngapi walikuwa kwa hii duka, hapo tu karibu. Unawauliza walikuwa wapi, wanasema tear gas imeisha, hawa wahuni walikuwa wengi, na wanasema waliambiwa wasishoot mtu. So tunauliza aje, security yetu iko wapi kama wananchi wa Kenya? Kwa sababu sisi tumeenda hasara. Si ati kana kwamba tulikuwa tumefungua. Hapana, duka zetu zilikuwa zimefungwa, na hao walikuwa na guts na walikuwa na chuma za kufungua milango ambayo unaona tu tume reinforce. Na mpole sana, pengine ni hasara ya pesa ngapi ambayo mmekadiria katika duka hili peke yake? Okay, hasara ni mingi, ni almost mamilioni ya pesa, kwa sababu unaona hizi stands zilikuwa almost 9 stands za M-Pesa. Mimi huwa nina operate M-Pesa, lakini hizi stands zote zilikuwa zimejaa simu. So you can imagine ikiwa imejaa simu stand 9 na yote display ilikuwa imejaa simu, ni mamilioni ya pesa yenye hatuwezi, na walikuwa na muda wa kutosha, na polisi walikuwa tu hapa tu karibu, si ati walikuwa mbali. Hiyo ndio kitu inatusikitisha tu kabisa. Wale polisi wanastahili sisi kutulinda kama wafanyikazi ama wana Kenya, ndio hao hawawezi tulinda. Yaani unakuta polisi hao wako na mawe, lakini polisi ako na gun, hata kudisperse hawa watu na tear gas hawakuweza. They were around, walikuwa. Na pole sana, pengine nikizungumza na mwingine uweze karibia hapa. Pole sana kwa kile ambacho kilichotukia katika duka hili hapo jana. Mmeza kupiga ripoti ama mnatarajia kupiga ripoti, na pengine baada ya kupiga ripoti mnatarajia kitu gani kiweze kuendelea kuwajibishwa kwa wauni ambao waliweza kuingia katika duka hili? Kwa majina naitwa Maureen Kwamboka. Duka yetu iliibiwa jana na nilikuwa hapa. Nilisikia tu wakigonga, nikaambia Socha afungue mlango, tukafungua. Tukapata na mapolisi wamesimama hapa na watu wanaendelea bado kuiba. Tukapiga nduru sana. Tukawapiga sana, hata wao tulipigana na wao. Lakini mapolisi wako hapo nje wamesimama wametuangalia. Vitu zetu ziliharibiwa. Sasa tujui kwenye tutafanyia wapi. Sisi tuko sasa hivyo, ndio hizo display hapa zimevunjika. Wenzangu wote walipigwa, masimu zote sikaenda, pesa sikaenda. Sasa hatujui tufanyie wapi na tuanze wapi. Tuko tu hivyo venye nimesimama tu hivyo. Na sina kitu yenye naweza sema serikali ikipewa kazi ifanye tu kazi kwa amani. Maana ilituachilia jana na duka zetu tulikuwa tumefunga, hatukuwa tumefungua, lakini waliweza kuingia wakafunja na wakachukua mali zetu zote.
Sasa hatujui tuanzie wapi. Pole sana. Tukimalizia, pengine endapo kutakuwa kunatokea maandamano mengine ama maandamano yatakuwa yanapangwa, wito wako ni gani kwa serikali na sawa na maafisa wa polisi kuhusu swala la kuwalinda wafanyabiashara kutokana na wawizi wa wauni? Na kwa majina naitwa Juliet Asmith. Mimi ni mwanabiashara hapa, nauza simu na tumeathirika sana. Maneno ilitokea jana ilikuwa mazuri, hiyo maneno ilitusumbua sana. Kama mimi hapa ukiniona sijelala, juu unashindwa uanzie wapi umalizie wapi. Maandamano mengine ikiweza tokea, mimi naomba tu serikali tusaidie na security na polisi waache kuogopa hawa vijana. Juu hata si vijana walifanya hii kitendo, ni hao wezi goons. Hao wezi ndio walitufanyia hii maneno yote. Wezi walijaribu kuvunja na askari wamesimama kando, wanaangalia tu. Kembo na watu wale wanavunja wanauliza tufanye nini. Mimi naomba tu serikali next round kukua na hiyo maandamano, watupee wanabiashara wote Nakuru mzima, watupee security mzuri, wachunge maduka zetu, wakabiliane na hao goons. Asante. Naam, asante sana. Kirobi ni mojawapo ya maduka ambayo yaliweza kuathirika katikati mwa jiji la Nakuru. Kumbuka ni maduka mengi ambayo yaliweza kuathirika kutokana na maandamano ya hapo jana, sawa na kituo cha Total Petrol Station ambacho kiko mita chache kutoka hapa, ambacho kwa sasa kimeweza kufungwa, maafisa wa DCI wakifanya uchunguzi, kwani sasa ni eneo la hatari, manake uharibifu mkubwa uliweza kufanyika pale, sawa na mitungi mingi ya gesi kuweza kuibiwa. Na tutakuwa basi tunaendelea kufuatilia hasara ambayo imeweza kufanyika katikati mwa jiji la Nakuru. Usukani kwako studioni. Na asante sana Kialo, ukiwa katika kaunti ya Nakuru kwa kutupasha mengi zaidi. Lakini kwa sasa